Mama, uko wapi mwanangu? Mimi ndo najiandaa kutoka hapa. Sasa nimepita hapa mwanangu, si nikaliona bango. Inaonekana dokta wazuri sana hawa. Nilikuwa nawaza ndo tumpeleke baba. Mama, basi jaribu utumie namba yake ili niione. 0650 0000. Mama, mbona kama hii namba ninayo? Si ndio namba ya Dr. Mwanjelwa? Dr. Mwanjelwa. Haya. Habari yako bwana Dr. Mwanjelwa? Salama. Karibu. Asante. Mimi bwana nataka kidogo nifanye ukosoaji katika samahani kwa sababu naingilia taaluma sio yangu. Bila shida. Nimeona bango lenu kwenye mstimu mmebandika. Mmejielezea vizuri. Ila nimeona kama kuna changamoto hivi kidogo. Haiko sawa. Mmeorodhesha magonjwa kadhaa. Lakini magonjwa muhimu hamkuorodhesha. Wakati mimi ninavyojua waganga wengi sana wanaobandika mabango, lazima hayo magonjwa yawe kipaumbele. Nimekusikiliza na nimekuelewa. Wewe una shida gani? Una tatizo gani ili tuweze kukutibu? Nimeona mmeorodhesha lakini kuna magonjwa haya hamkuyaweka. Ugonjwa wa kwanza ngiri. Hamtibii ngiri. Ugonjwa mwingine kisukari. Pamoja na pressure. Hamtibii haya magonjwa. Lakini kitu kingine muhimu zaidi ni ugonjwa za nguvu za kiume. Nini, kwa nini hamtibii nguvu za kiume? Sio hivyo mke wangu. Mimi nimekuelewa. Lakini kwa sasa hivi hizo dawa hatuna. Mtoto anaendeleaje? Anaendelea vizuri mwenzangu. Ila jana wewe mbona ila mchuzi hujaleta? Wewe naye bwana wangu hajanitumia bado. Bwana wako danga lako. Haya. Jamani. Hivi mmesikia waganga hapa mjini? Yaani mnanichanganya mimi na hao waganga. Jana nimekutana na bango lao. Mtoto wangu si alikuwa naumu, nikachukua namba zao. Nikapata maelekezo nikafika mpaka ofisini kwao. Wakanipa dawa mwenzangu. Kunipa zile dawa, si nikaenda nazo nyumbani nikampa mwanangu. Ndio kwanza kama nimeamsha magonjwa upya. Ilibaki kidogo mwanangu afe. Kwa itakuwa ni vigumu sana kuweza kukutibia tatizo lako. Labda kwa hapo baadaye. Sasa kwa nini hamuna? Yaani kwa nini wiki 2-3? Na kwa nini nyinyi mchague tu baadhi ya magonjwa? Hapa ni kama hospitali. Natakiwa magonjwa yote utibie. Sasa mimi niende baada ya siku 2-3 ili iweje sasa? Unataka kuniambia hii ofisi yote watu mnatibia magonjwa aina moja tu? Mmeka sekretari, mmeka sijui nani hapo kati, tunafika mpaka huko. Mnatibia magonjwa aina moja. Niache niseme bwana mke wangu bwana. Hii sasa imezidi. Ina maana nisimshughulikie mke wangu? Mimi nimekuja kwenye tiba. Kwa nini hamuna hizo dawa za nguvu za kiume? Mambo ni jambo moja. Ofisi inafanya kazi kwa taratibu zake na misingi iliyowekwa. Kwa sasa hivi dawa hakuna. Tutakapokuwa na utayari, unaweza ukaja tena ukapata tiba. Mbona naona kama wauni? Kwa nini hamkutoa yale mabango? Yale mabango yako special kwa kitu ambacho kwa sasa hivi tunacho. Bango mmelilemba vizuri. Kumbe humu nguvu za kiume MTB. Mnategemea nini nyinyi hata vijana sasa hivi ndio saikolojia yao iko hivyo? Hampati hela. Ondoke mke wangu. Baadaye turudi ili tulipate hili. Utachukua dawa na utapona. Nitapona, nataka nipone leo, nataka niponeshe baadaye, maana yake nini bwana? Hii wauni hizo. Na wachukia mbwa wale. Yaani wakalage teni langu hivi hivi. Sitaki hata kuwaona. Yaani mimi natamani hata niwaue. Maana walichonifanya. Kwanza huyo mganga Mwanjelwa msimseme. Na kama ndio kafanya bwana wangu amekaa hapa. Jamani hebu naomba nimwahi mimi mtoto wangu anaumwa.
Haya. Kweli. Mwanao yuko wapi? Yuko ndani huko. Haya, sawa. Sasa hii Karibuni sana. Karibuni sana. Asante. Tabu, leo umekuwa na bahati sana. Leo daktari amemkuta wakati mwafaka. Nimemleta mgonjwa wangu. Usiseme mgonjwa wangu, sema nimemleta baba yangu anaumwa. Wewe vipi wa? Usimnukuu vibaya binti yako Baba Tabu. Anakuonea huruma ili nifanye wepesi upone kwa haraka zaidi. Hana nia mbaya. Dokta, yaani hili tumbo linanisumbua sana. Na hii miguu. Hili tumbo nikienda haja linatoa kamasi. Alafu linaunguruma sana. Sijui utanisaidieje. Ondoa shaka juu ya hilo. Dawa zetu ni nzuri sana na na imani dawa tutakayokupatia itakusaidia na utapona kwa haraka. Ondoa shaka kabisa. Asante. Baba Tabu, nina imani dawa itakufaa kwa ajili ya kutibu tumbo na miguu yako, hata kwa magonjwa ambayo ni mwilini mwako ambayo ni nyemelezi, basi dawa itakusaidia. Vipi malipo yao? Kuhusu malipo yao? Kijana, na muulizia Dr. Mwanjelo, si nimemkuta? Hapana, hayupo, ametoka. Mimi nimeongea naye kwenye simu, amesema nifike hapa na mkuta na ndani nasikia sauti. Wewe unasema hayupo ili waje. Nataka kukutana na Dr. Mwanjelo bwana. Sasa wewe unabisha, unashinda huko ndani. Mimi nimekwambia Dr. Mwanjelo hayupo. Wewe unakuja unafoka, unakuja juu, unaniambia wewe umeongea naye. Kama unaongea naye basi mfuate kama una hakika kama yupo huko ndani. Kwa hiyo niliongea naye. Ametoka. Haya, nikitaka mimi kumuona daktari hapa naongea na nani? Naongea na wewe. Ndio. Wewe ni daktari hapa. Kwa daktari ungekaa. Kwa taarifa yako, mtu yoyote ambaye anafanya kazi humu ndani, sisi hili jumba ni kama taasisi. Mtu yoyote anaweza kumhudumia mtu. Wewe una shida gani? Tayari walishalipa malipo. Waitumie ile lipa namba. Ya Tabu. Ndio. Okay. Kwa hiyo itanisaidia tumbo pamoja na miguu. Kila kitu. Na matatizo yote uliokuwa nayo dawa inatibu vitu vingi sana. Lakini dawa hiyo ina gharama tofauti. Ile pesa mlotoa ni kwa sababu tu ya kuweza kuonana na daktari. Yes. Thamani hiyo dawa ni shilingi 150,000. Sawa dokta, mimi nitakulia. Ila naomba nisaidie mgonjwa wangu apone, maana hatulali kabisa. Kwa hiyo maana yake mimi ninawasumbua sana, si ndio? Niachane nife tu ili mpate raha. Baba Tabu, hujamuelewa binti yako. Yeye yule anakuonea huruma, tufanye wepesi kupona kwa haraka. Hana maana mbaya. Sasa sikia. Mimi shida yangu jogoo apande mtungi. Wewe unaweza kunisaidia hiyo shida? Shida ndogo hiyo. Hiyo tiba yake 200,000. Napona kabisa. Sitaki mambo ya longolongo mimi. Sasa tungeweka mabango ya nini huko barabarani sisi? Kama ngopo wa upone. Sio unapona kabisa na show unaenda kupiga show heavy, nzito. Sasa natoa hela nione. Hela hii hapa. Haina shida. Kaa hapo. Na kuandalia dawa.
basi fanya kama utaratibu unavyotakiwa wape lipa namba basi kuendelea na taratibu zao. Sawa. Okay, tunaweza kaongozana ili kufuata taratibu zingine. Nifuateni. Asante Dokta. Poleni. Asante. Changamoto zozote usisite kurudi. Asante sana. Sikia binti. Sawa, asante. Mganga. Habari yako? Salama. Karibu. Samani, namuulizia Dr. Masudi. Sijui nimemkuta. Sema mimi ni mgeni hapa. Dr. Masudi sijamjua, maana nimepokelewa na Dr. Mwanjelwa. Kwa labda nifanye mawasiliano na Dr. Mwanjelwa afu nimjuze kuhusu Dr. Masudi. Kwa unaweza kukaa hapo. Asante. Sasa wewe? Habari yako Dokta? Salama za kwako? Salama tu za kwako? Ni sawa. Hata hivyo nimetoka kuulizia kwa kijana. Hata hivyo huyo nifahamu. Okay. Naitwa Dr. Masudi. Lakini nadhani tutaendelea kufahamiana zaidi. Karibu ndani. Asante Dokta. Nimekuja hapa nilikuwa na shida. Kwa siku za hivi karibuni nimekuwa nikisumbuliwa sana na tumbo. Na nimejaribu kuzunguka kwenye hospitali kadhaa lakini bado sijapata ufumbuzi. Kwa bahati nilipokuwa nikipita mtaani nikaliona tangazo lenu. Na kwa maelezo niliyoyaona kwenye lile tangazo nikaona kabisa mnaweza mkanisaidia shida yangu. Na ndio maana nikawapigia simu na sasa niko hapa ili mweze kunisaidia. Sawa. Hongera sana kwa kufika. Ni kweli sehemu ulipofika ni sehemu sahihi sana kwa sababu wengi wao waliokuja hapa walitoka na karudi kuja kusimulia na kutoa zawadi. Unajua binadamu sisi tumekuwa tunaumwa magonjwa ya aina tofauti ambayo kiasi kwamba tunashindwa kujiuliza kuwa ni magonjwa ya aina gani. Lakini kwenye hospitali yetu ni eneo ambalo wengi wao wakija lazima matatizo yao yatatulike. Ulisema ni Mr. nani? Naitwa Mr. Dauda. Mr. Dauda, karibu sana katika ofisi yetu. Asante sana. Karibu uje utibiwe kwa tiba ambayo ni tiba maridhawa, tiba ya uhakika. Kawaida ya ofisi yetu huwa tuna utaratibu ambao tumeweka. Unapohitaji kupata appointment, cha kwanza ni shilingi 100,000 kwa ajili ya kumuona daktari, ili kuingia kwenye orodha ya wale watu ambao wanakuja kumuona daktari. Hivyo basi, kwa kuwa na wewe una uhitaji huo kwa haraka, na kuna bwana ambaye yuko pale anaitwa Moses, unaweza kumuona pale, ambayo unaweza akakupa taratibu wa namna ya kulipa. Okay. Kwa kweli kwa hayo maelezo nafarijika sana. Na kuhusu gharama zenu naona kama ziko ndani ya uwezo wangu. Kwa hivyo nafikiri ngoja nifuate utaratibu ili tuweze kuendelea na mambo mengine.